السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika suratu Quraish tulitafsiri kwenda kuona mukaddima wa sura yenyewe, utangulizi wake. Tukaona kwenye sura yanayohusiana na amani na utulivu kwenye sura. Tukaona kwenye sura kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye Ar-Razzaq, kwa kule kuwa kwenye sura Mwenyezi Mungu sema at'amahum min ju'in. Tukaona anailisha, anairuzuku ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia katika hii sura tukaona manna'in lil khair, mzuiaji wa khairi, akafikia mpaka kiwango cha uzoefu wake wa kuzuia ya khairi, kuzuia hata zifaazo kuwa zimanwa kwenye kauli ya Mungu, wa yamna'unal ma'un. Kwenye hii sura kuimalizia leo kwenye muhadhara wetu, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema alladhi at'amahum min ju', Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akahitimisha kusema wa amanahum min khawf. Hii wa amanahum min khawf kwenye kuimalizia sura, Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi asema wiqayatun min al-khawfi fil amri adh-dhahiri. Hii ni wiqaya, kwa maana ni kinga ya hofu ya jambo ambalo ni dhahiri. Lianna al-khawfa dhahirun, Ibn Uthaymin asema kwa sababu hofu ni kitu dhahiri. Na hofu huwa ni vipi kuwa ni dhahiri? Idha kanatil biladu mahutatan bil adui, ikiwa miji imezungukwa na maadui, hofu bila shaka hudhihiri. Wa khafa ahluha, wakaogopa watu wake. Wamtana'u anil khuruji, wakajizuia, wakakataa kutoka. Ni kweli huwa ni hofu imedhihiri, mtu kukataa mpaka kutoka nyumbani. Wabaqau fi malajiihim, na wakabaki kwenye makao yao au kubaki kwenye majumba yao, huwa ni hofu imedhihiri. Angalia mtu kupata amani na kupata kuaminika la kutokamana na kitu hiki cha hofu, ndipo hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, angalia kwenye mtihani na kwenye mitihani anaotufanyia sisi waja wake katika ulimwengu huu, angalia pia kwenye kufuzu
liko kwenye pia kuaminika na hofu, na Mungu kalitaja hilo katika Qur'ani kuwa hutufanyia sisi mtihani kutokamana na mawili yaliyotajwa katika sura Quraish. Kisha angalia ikatajwa kwenye aya nyingine, kwa kuwa Qur'ani inatafsiriana kweli kweli na ni kitabu kweli cha kina, bahari ya mambo ni kwenye Qur'ani tukufu hii. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema alladhi at'amahum min wa amanahum. Angalia kasimamisha mawili haya kwenye kutufanyia sisi mitihani ili kufaulu kwetu itakuwa ni neema tumeipata kwa Mungu kwa kufaulu kwenye haya mawili, na kufeli kwetu itakuwa kuhasirika. Mwenyezi Mungu asemaje? wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'. wala nabluwannakum bi shay'in, tutawaonja nyinyi, tutawafanyia nyinyi mtihani bi shay'in min al-khawfi wal-ju', kwa sehemu tu ya hofu na njaa. Mafahamu? Japokuwa mbele ya aya kuna mfulilizo wa mambo ambayo Mungu anatufanyia nayo sisi mtihani, lakini hapa pakutoka ushuhuda mawili haya yametajwa, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i. Hapo ndipo tutakapo kaendelea, wa naqsim min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati. Si yote hiyo ni mitihani? Na katika yote haya mawili si yametajwa? Yaqulu Allah Ta'ala wabashir as-sabirin. Man humu as-sabirun? Alladhina idha asabathum musibat madha yaqulun? Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika ila akhir al-aya. Umeona hapa pia tumefanywa sisi mtihani, na kwenye kufanywa mtihani mawili haya katajwa mwanzo ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawachambua wa kweli, na amewachambua kitambo, awachambulishe na kwa wasio wajua na kuwajua ambao si wa kweli. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Hapa tukafanywa mtihani, ndipo Muhammad Ali Sabun katika wa amanahum min khawf asema hadha al-ilahu alladhi at'amahum ba'da shiddati al-ju'i wa amanahum ba'da shiddati al-khawf. Ndiye huyu Mwenyezi Mungu ambaye amewalisha wao baada ya dhiki za njaa, akawapa utulivu na amani wao baada ya kuwa na hofu. Ni neema mbili kubwa sana. Sasa mawili haya ambayo sisi tufanyiwa nayo mtihani, na Mungu akasema bashiris sabirin. Angalia mawili haya yaliwaadhibisha watu kwa kutosimama msimamo sawa kwenye kuyachambua haya. Yaqulu Allah Ta'ala وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شوف، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Mwenyezi Mungu kapiga mfano wa kijiji kilichokuwa na utulivu na amani. Aminatan mutmainna, amani na utulivu. Angalia ndugu zangu ni katika imani, kijiji hiki kilipokuwa na amani na utulivu, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, ikawa inakijilia kijiji hiki riziki zake kwa kila upande. Kwa nini riziki zisije kwa kila upande? Kwa sababu mambo yamechua. Alaysa kadhalik, yatiha rizquha min kulli makan, lakini fakafarat bi an'amillah, kikakufuru neema za Mungu. Ile kwa Mwenyezi Mungu anakiruzuku hiki kijiji, badala ya kusimama kushukuru ili kizidishiwe ruzuku kwa ahadi ya Mungu, la in shakartum lazidanakum wala in kafartum inna adhabi la shadid.
la in shakartum, iwapo mtashukuru kwa neema mlizoneemeshwa, la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Fahaulai kafaru bi an'amillah, walipokufuru neema za Mungu, faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo hii akaihisabu ni katika miongoni mwa neema alizowaneemesha Makureishi kwenye jumla ya neema nyingi. At'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi fi dhilalihi, yani kitabu chake cha tafsiri kinachojulikana kama fi dhilali al-Quran, mafhum, asemaje? Wa kana al-aslu bihasbi ma hum fihi min dha'f, na ilikuwa la msingi kulingamana na walivyokuwa Makureishi kutokamana na udhaifu. Kwa sababu wiki iliyopita tulizungumza kidogo kuhusu tarehe ya Waarabu walivyokuwa kabla ya hivi walivyo sasa. Wa kana al-aslu bihasbi ma hum fihi min dha'f. Kisha akasema Sayyid Qutb, wa bihasbi halati al-bay'ati min man hawlahu au bi'ati man hawlahum, na kulingamana na hali ya mazingira ya wale waliokuwa pambizoni mwao wao Waarabu na mazingira ya wale ambao ni jirani na wao, an yakunu fi khawf, mazingira yalikuwa yakubali na hali zao zilikuwa za kubali wawe na hofu. Ndipo pale tukisoma mtu akitoka wenda haji, basi alikuwa akiaga mapema kulingamana na hali ya misafara ilivyo na hali ya dhiki zilivyo. Faamanahum min hadha al-khawf, Mungu akawapa utulivu, akawaaminisha kutokamana na hofu hii. Ina maana hii ni neema kubwa, kuwa waliko katika hofu Mwenyezi Mungu akawaondosha, akawaweka kwenye utulivu. Ndipo na Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi kakasema, amarahumullahu an ya'budu rabb hadha albayt, Mwenyezi Mungu akawaamrisha wamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii. Wal maqsudu bil bayt hapa ni Baitullahil Haram, ni nyumba ya Mungu tukufu ambayo iko kwenye Makkatul Mukarrama. Angalia, wamepewa amri ya kuabudu, kwa maana ukineemeshwa haitoshi, hatusemi sikushukuru. Si kwa kuwa kikomo cha kushukuru ni kusema alhamdulillah kwa neema hii ama asante sana. Hatuwezi kusema si shukurani, umeshukuru sio? Lakini la msingi kwenye kushukuru si kuangika mikono kutotenda baada ya kukamilikiwa na uyatakayo, kwa kumuomba Mungu akukamilishie na Mungu akakujibu akakukamilishia. Sasa useme kwamba kwa alhamdulillah sasa nishapata kuisha. Hapana. Kumbe kushukuru hasa kutakiwako mkuzidisha kutenda. Ndipo Mtume akasema sifai kuvanjia wa shukurani. Mbona alisema sifai kuvanjia wa shukurani? Kwa maana hivi, kwa kuwa Mungu amenisamehe ma taqaddama min dhambi wa ma taakhar, basi sina dhambi zozote safi, basi nsifanye lolote. Ndipo akawahusimama mpaka miguu ikafura na ikapasuka pasuka. Walipomwambia jamaa, mbona wafanya hivyo na Mungu ashakusamehe yote? Akasema sifai kuvanjia wa shukurani. Kwa hivyo kushukuru ni kuzidisha kufanyeje? Kutenda. Ndipo angaliana hapa, Mwenyezi Mungu akikuneemesha afurahi sana na uzidishiwe zaidi zile neema, ni usimamapo kutenda baada ya Mungu pia kukukamilishia yale uyatakayo na uliyoyaomba. Ndugu zangu katika imani, kwenye silsila ya tafsiri yetu hizi tunazotafsiri kwenye juzu ya 30, angalia alipokwenda katika wal asr, innal insana la fi khusr. Hapana, wal asr, inna a'tainakal, shufta, inna a'tainakal kauthar, hakika sisi tumekupa khairi nyingi, na miongoni mwa hiyo khairi ni mto wa Kauthar. Alipopewa mtume khairi nyingi, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa amri ya kuzidisha kufanya.
Mwafahamu? Na ibada ya kufanya na ibada ya kunena, kutenda na kunena. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Mwafahamu? Fasalli li rabbika wanhar. Mumepata hapo? Ikra qaula Allah ta'ala. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ni neema si neema? Madha yanbaghi alayhi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kwa hivyo kumshukuru Mungu kwa alilokutendea, na wewe nkuzidisha kufanyeje? Kuzidisha kutenda. Sasa hapa Uthaymeen ndipo akasema kwenye ila fi Quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, ilikuwa ni utishi na ilikuwa na udhia, lakini Mwenyezi Mungu akawapa amani kwenye misafara yao ya kwenda kurudi, na wakafaidika kwenye biashara mpaka kukawa faida. Tajiri na masikini hugawa faida sawa sawa. Neema si neema? Ila fi Quraish ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf. Kwa hivyo kushukuru kwenu, falyabudu rabb hadha al-bayt, rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum wa amanahum min khawf. Ndio akasema amarahumullahu an ya'budu rabb hadha al-bayt, amewaamrisha wao Mwenyezi Mungu, Mungu mlezi, wa muabudu mola mlezi wa nyumba hii, li ay gharadhin shukran lahu ala hadhihi an-ni'ma, kwa kumshukuru yeye juu ya neema hizi. Hata ukifanikiwa kufanya ibada yako, mshukuru Mungu. Umeswali vipindi vitano kwa jamaa, ishkur rabbaka, nazidisha. Mafhumu? Mwenyezi Mungu amekuwezesha unyoshe mkono kutoa zaka na ibada, mshukuru Mola wako kwa kuzidi. Mwenyezi Mungu amekuruzuku kuwa katika huu mwaka tulionao ni mmoja kati ya dhuyufur rahman. Dhuyufur rahmani ni wageni wa Rahman. Mahujaji wanaitwa dhuyufur rahman. Mafhumu? Wageni wa nani? Sasa kwa kuwa ni neema kubwa hiyo Mwenyezi Mungu kakuneemesha, kwa sababu kupewa uwezo wa kufika huko, uwezo hautoki kwa mtu, uwezo hutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 60 suratul Ankabut asema hivi. Hapa tuko katika wa amanahum min khawf, kuikhatimisha sura. Awalam yarau, je hawaoni, anna ja'alna haraman amina, kwamba sisi tumefanya haram, kuna kusudio haram mji wa Maka. Mafhum? Aminan, kuwa ni mji wa amani. Wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim, na watu hunyakuliwa pambizoni mwao. Angalia Mwenyezi Mungu shani, afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun. Je, la batili waliamini na neema za Mungu wa kufuru, kwa maana hawakushukuru. Watu walikuwa wakipapurwa na kunyakuliwa walivyovibeba kwa kuibiwa na makutta'u tariq. Lakini nyinyi kwenye nji mkafanya aminan mutmainna. Sasa hamushukuru, ni kwa kuwa mja atakiwa ashukuru kwa neema za Mungu. Ankabut 60. Kisha Mwenyezi Mungu atolea tena habari, waqalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattafu min ardina. Hani wao wa Quraysh wanasema, wakasema iwapo tutafuata uongofu pamoja na wewe mtume, tutanyakuliwa kutoka kwenye ardhi yetu, kwa maana tutatolewa, hatutakuwa na makao tena. Sikia Mwenyezi Mungu anawajibu, awalam numakkil lahum haraman amina, hatukuwaweka wao, hatukuwamakinisha wao kwenye haram, mji wa amani. Mji wa amani tena isitoshe, yujba ilayhi thamaratu kulli shay, yanakovutia matunda ya kila kitu, rizqan min ladunna, ikiwa ni riziki toka kwetu, walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Hii ni aya 57 katika suratul Qasas. Mafhum? Haya yote ni katika masala ya neema za Mwenyezi. Sasa mkusema wa amanahum min khawf, khawf ilo tafsiriwa kwa mikondo mingi, na nitakao yasema leo ni machache kwenye mengi yalozungumzwa na vitabu vyetu vya Kiislamu, hususa katika vitabu vya tafsiri.
inaotafsiri Qur'ani yetu tukufu. Lakini hebu angalia kwanza alivyotupa mwelekeo wa hofu, sisi tujue kwamba Hasanul Basri asema arrajau wal khawfu matiyatal mu'mini. Raja, kuwa na matarajio na kuwa na hofu, ndiyo mwendo wa nani? Wa mu'min. Yani mu'min mwendo wake, na hii mwendo wa matiya hukusudiwa ni mwendo wa kasi wa mtu kuweko juu ya farasi. Mafhum? Lakini hapa tutataka kusudia kwamba mwenendo wa mu'min ni awe na mawili, arraja wa ish wal khawf. Hasanul Basri asema hivi. Kisha Mutwarrif na yeye akasema hivi, law wuzina khawful mu'mini wa rajauhu la wajadu sawaan la yazidu ahaduhuma ala sahibihi. Mutwarrif asema lao hofu ya mu'min na matarajio yake yatapimwa, mu'min ikapimwa hofu yake na matarajio yake, sawa? Mambo mangapi jamu? Mambo mawili haya yakapimwa, hofu ya mu'min na matarajio yake. Mutwarrif asema la wajadu sawaan, wangepata yote mawili sawa. La yazidu ahaduhuma ala sahibihi, hakuna kimoja kitakachomzidi mwingine. Ndipo nyuma huku, kama mwazifuatilia hizi durusi zetu, tulisema ya kwamba mu'min katika kutembea kwake lazima atembee na mawili haya, al-khawfu war-rajau. Angalia sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema, wad'uuhu khawfan wa tama'an, muombeni yeye hali ya kuwa na hofu na hali ya kuwa na tamaa. Hofu hapo imepatikana, lakini ni hofu aina gani hii? Ni hofu ya taadhimi na ijlal na khushu', ambao ni hofu yenye mwelekeo wa ibada wa kumwabudu Mungu. Wa tama'an, al-khawfu huna khawfu min adh-dhunub, kuogopa dhambi. Kupitia kwa kuogopa kwako dhambi utapata mateso ya Mungu. Tama'an, kuwa na tamaa na rehma za Mungu. Tuliyasema haya na Qur'ani jinsi inavyopeana mikono kwenye kutafsiriana. Tukasema fikia kwenye kiwango hiki Waislamu watukufu, kwenye hii juzu ya 30, ya kwamba iwenkana mfano wa hofu ya mtu ya mvua nyingi iliyofunga haijanyesha, akawa na tamaa itanyesha nipate maji kwa sababu ni watu wa ukame, lakini na hapo hapo ana hofu ikinyesha sitakuwa na makao, kijumba changu hakiwezi kustahimili. Sasa akiangalia mvua, tamaa na shauku huwa nao, lakini akifikiri ikianguka takuwa mimi sina makao. Yani fikia hapo kwenye mizani yako ya kuwa na hofu na kuwa na tamaa, ndipo Mwenyezi Mungu hata waumini wenye haya mawili, nguo mbili hizi, angalia kawasifu, innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika wao walikuwa wakifanya haraka katika kufanya mambo ya khairi. Isitoshe kufanya haraka katika mambo ya khairi, wayad'unana, na wanatuomba sisi, raghaban wa rahaba, khawfan wa tamaa, wa kanu lana khashi'in. Kisha kaifunga hivyo, wakituomba sisi hali ya kuwa na hofu na tamaa, na hakika walikuwa ni wenye hofu na sisi. Kwa haya ndipo hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kauli kutoka kwa barobaro mmoja, hadith sahih maruf, ambayo tunaitolea mfano sana kila ukija munasaba wa tafsiri zetu. Ile Mtume kwenda kumtembelea yule barobaro, ni mgonjwa na akamkuta katika sakaratul maut, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kaifa tajiduka, wajipata uko vipi? Barobaro akamwambia, inni arju Allah wa akhafu dhunubi, mimi namtarajia Mungu na naogopa dhambi zangu. Kwa maana namtarajia yeye
kwa kutarajia rehema zake, na naogopa dhambi zangu nilizozitenda kwa kuogopa mateso kunitesa kupitia kwa dhambi. Mtume akamwambia, mawili hayo hayakusanyiki kwenye moyo wa mtu akiwa kwenye mfano wa hali hii ulivyo wewe, isipokuwa Mungu humpa anachokitarajia ni rehema zake, akamwaminisha na anachokiogopa ni zile dhambi zake kwa kuogopa mateso yake. Kwa hivyo mawili haya kama alivyosema Mutarrif, law wuzina khawful mu'min wa rajauhu la wajadu sawaan la yazidu ahduhuma ala sahibihi. Waislamu watukufu, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akasemaje, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, musilete ufisadi katika ardhi baada ya kuchengea kwake. Hii ardhi baada ya kuchengea kwake nyinyi musilete ufisadi na uharibifu. Wad'uuhu khawfan wa tamaa, muombeni Mungu muombeni yeye hali ya kuwa na hofu na tamaa. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, hakika rehema za Mungu ziko karibu na wenye kufanya wema. Ndipo zikaja baiti zinazoabiri hofu, zinazoelezea hofu inaosimama kwa maana ya ibada. Huu mmoja asema, wa antal ilahul khalqi rabbi wa khaliqi, na wewe ni ilahi, ni Mungu wa viumbe, mola wangu mlezi na ni muumba wangu. Bidhalika ma ammartu fin nasi ashhadu, kwa hilo ma ammartu fin nasi, kwa kipindi ambapo mimi nitakaa kwa watu, ashhadu, hilo nashuhudia kwamba wewe ni ilahul khalq wa khaliquhum. Ta'alaita rabban nasi an qawli man daa, umetukuka wewe mola mlezi wa watu na maneno au na neno la mwenye kuomba. Kumuomba nani? Siwaka, asiyekuwa wewe, ilaha kumfanya ni Mungu. Anta a'la wa amjadu, wewe ni wajuu zaidi na wewe ni mwenye utukufu zaidi. Lakal khalqu wan na'ma wal amru kulluhu, umbile lako na neema ni zako na mambo yote ni yako. Fa iyyaka nastahdi wa iyyaka na'budu, peke yako wewe tunataka uongofu na kwako wewe peke yako tunakuabudu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aya man laysa li minhu mujirun, ambaye mimi sina kutokamana na yeye yoyote mwenye kuntegemea. Bi'afwika min adhabika astajiru, kwa msamaha wako wa kutokamana na adhabu yako mimi nataka kinga na nategemea. Ana al-abdul muqirru bikulli dhanbin, mimi ni mja nilokubali kila dhambi. Kila dhambi nilizozifanya na zikubali. Ndiko ikawa katika masharti ya toba, kwanza nkukubali makosa uliyoyafanya. Wa anta sayyidul maula al-ghafuru, na wewe ni mtukufu, mola mlezi, mpenzi, msamehevu, mwenye kusamehe. Fa in adhabtani fabisu'i fi'lihi, iwapo utaamua kuniadhibu mimi kwa matendo yangu maovu, lakini na ukiniadhibu uadilifu nimepata. Wa in taghfir, na iwapo utanipa msamaha, fa anta bihi jadiru, wewe kwa hilo la msamaha ni mwingi sana. Nkana yule mwingine alosema kwa kutafsiriana hivi nudhum, ule alosema fa in akhadhta musian billadhi iqtarafat minhu al-yamin faqad aghwahu shaytanu, lakini alipoadhibiwa fanala abdan wa lam takhsir bida'atuhu fal'adlu shar'uka wal ihsanu ghufranu wa in rahimta fafadlun wasi'u rahma wa anta bil fadli hannanun wa mannan. Haya yote ni maneno ambayo yana mwelekeo wa hofu ilosimama katika masala ya ibada. Sasa angalia wanavyoni wa lugha kwanza walivyotafsiria, sema na khaufu. Hii al-khaufu imetoka maana na fi'li ya khafa, ya khafu, khaufan, makhafatan wa khifa, na zote za simama kwa maana al-faz'i. Al-faz'u, kubabaika. Manake mtu akipata hofu
huwa na babaiko. Wa huwa mfi'alu fi nafsi yahduthu litawaqqu'i ma yaridu min almakruhi au yafutu min almahbubi. Angalia, ni mfanyiko unaofanyika kwenye nafsi ya mtu. Kufanyika huko huzuka kwenye nafsi ya mtu kwa kutawakai kiovu atakachokipata ama kukosa chema anachokipenda, walivyotafsiria. Na katika Tanzilul Azizir Rahim, kwa maana ni Qur'ani. Kwenye Qur'ani wanavioni wasemaje? Wasema katika Qur'ani warada al-khawfu ala 5 ujuhin. Hii khawf imepatikana kwa njia 5 katika Qur'ani. Al-khawf imekuja kwa njia 5. Asema al-awwal, al-ula, njia ya kwanza bimaana al-harbi wal-qital. Hii khawf imekuja kwa maana ya vita, al-harbu wal-qital. Umeona upana wa Qur'ani? Tafsiri ya kwanza katika aya 19 suratul Ahzab, Mwenyezi Mungu asemaje? Fa idha dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin. Angalia hii bimaana idha njala al-harbu, fa idha dhahaba al-khawf, vita vikiondoka, vikisimama, kukiwa hakupiganwi tena. Angalia, fa idha dhahaba al-khawf. Na ukienda kimaana ya kwamba vita visimama hapo, hofu huweko katika nyoyo za watu. Lakini asli ya kilma kwenye mfumo wa kwanza wanavyoni wametafsiri al-khawf bimaana al-harbi wal-qital. Vita vikisimama, basi huja wakakupatiliza wewe, hukushika wewe kwa ndimi kali za maneno ya ufasaha, kwa kuwa vita hakuna. Kama vilisimama, wallahi tungeliwaonyesha na tungelisimama na wewe tukakutetea. Sifa za wanafiki mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kule kuondoka kwa kule vita kuondoka kwa wao huwa ni furaha, mwavumu, na hapo huwa wakitoa lugha zile kali kali. Hata katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema fa idha jaa al-khawfu, mwavumu, vita vikija sasa vimesimama, raaitahum yandhuruna ilayka, utawaona wakutazama wewe Mtume. Mbona wakutazama? Na nakutazama mambo yamesimama, au sio? Wajua kweli ikisimama ndio utawajua wa kweli. Lakini kweli ikiwa haijasimama, utaona mashujaa wengi sana sha. Mwafahamu? Kweli kama haijasimama, mashujaa huwa ni wengi sana. Lakini kweli ikisimama, masemaje wale waliokisema vita tu bwana, vita bwana ndio mambo yatakuwa mazuri hapa. Nataka tupate tupate mambo yetu yafane, tupeleke mambo sasa, tusimame kufa kupona. Hali ya simama ndio utaona ushujaa. Likisimama utatefuta watu na ulize, utaambiwa walisafiri kuanzia mwezi wa 4, mwezi wa 8 bado kabisa kupigwa kura. Tumeelewana sana? Tayeb. Fa idha jaa al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayk, ay idha jaa al-harbu. Hapa hofu imetafsiriwa kwa maana ya vita. Athani, tafsiri ya pili, al-khawf bimaana al-ilmi wad-diraya. Umeona changamoto ya kwetu sote kuzidi kuweka kasi katika jambo la kusoma. Angaliani hofu hiyo imekuja bimaana al-qatli wal-harbi. Maana thani ya khawf imekuja bimaana al-ilmi wad-diraya. Yaqulu Allah Ta'ala faman khafa min musin janafa. Hapa Mwenyezi Mungu asema faman khafa faman alima, kwa yule mwenye kuhusia kwenda upande wa kukosea. Ule mwenye kuhusia mkijua kwenda upande wa kukosea, mwatakiwa musimame msimamo gani? Angalia 182 katika suratul Baqara,
muone ni msimamo gani mchukue, lakini pahala pa kutolea dalili ni kwa kuwa neno hili la hofu imekuja kwa maana ya mtu kujua. Pia Mungu kusema kati ya mume na mke, illa an yakhafa an yuqima hudud Allah, alaysa kadhalik? Kusema illa an yakhafa alla yuqima hudud, illa an ya'lama, kwa wakijua. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, alimtum, mukijua kwamba hamutofanya usawa kwa mayatima, mwatakiwa mufanyeje? Nenda mbele ya aya. Hapa tutakapo ni kilma hiki cha hofu kuja kwa maana ya kujua, baada ya kuja kwa maana ya vita. Athalithu, maana ya tatu wa kilma hiki cha hofu, angalia ilivyotajwa, wa amanahum min khawf. Hiyo khawf wanavyoni jinsi walivyoizunguka, inakuja bimaana naqsi, bimaana naqsi, au yaakhudhahum ala takhawufin, 47 suratun Nahl, tanaqqusin. Mafhum? Na tanaqqusin ni upungufu. Mafhum? An-naqs, iangalie aya mwanzo mpaka mwisho kwenye msahafu wa tafsiri wa Kiswahili, itakupa ule mfumo na hii silsila ya aya na kukubalika neno hili la takhawuf kwenye maana ya naqs. Arabi'u, inakuja al-khawf bimaana ar-ru'bi wal khashyati min al-adhabi wal 'uquba, kwa maana ya kuogopa, hofu ya adhabu na mateso. Na ni kama mwanzo tulivyoeleza mifano, ni kama Mungu sema yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, kwenye As-Sajda aya 16, wanamuomba Mola wao mlezi hali ya kuwa na hofu na hali ya kuwa na tamaa, na katika miongoni mwa tulivyowaruzuku wanavitoa, katika miongoni mwa tulivyowaruzuku wanavitoa. Hapa kilma cha khawfan imekuja bimaana ar-ru'bi wal khashyati min al-adhabi wal 'uquba. Maana ya tano katika kilma hiki cha hofu inakuja bimaana al-qatli wal hazima. Al-qatli wal hazima, qatli ni kuwa, al-hazima ni kushinda ama kushindwa. Wa idha jaahum amrun min al-khawfi adha'u bi, Nisa 83. Hata ukisoma wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf, Bakara 155. Al-qatlu, ikiwajilia wao amri yoyote ya kutokamana na hofu. Hofu hii kwa maana ya kuwa vifo vingi, kuuana watu, ukitoka mara umegongwa, mara umepotezwa, mafhum, imekuja kwa maana ya al-qatl au maana al-hazima. Kwenye njia tano walivyotutafsiria waheshimiwa wanavyoona. Je, kisheria jambo hili la hofu wanavyoona wametutafsiria vipi? Al-Manawi rahimahullah wasema al-khawfu tawaqqu'u makruhin au fauti mahbubin. Hofu siku zote ni kutawaka jambo ambalo ni makruh, jambo ambalo hulipendi, na ukawa wewe watarajia pengine litakupata, lazima utafanya kitu hofu. Au kukosa ukipendacho, hiki jambo hili nalipenda mimi, lakini ikawa unatawaka pengine huenda ukakikosa, basi hubunika kitu kinachoitwa uoga na hofu, alivyotafsiri Manao. Sasa angalieni jamani, Mwenyezi Mungu kusema wa amanahum min khawf, wallahi wani neema kubwa sana. Ukiliangalia hili tamko lenyewe maana yake, na mtu lisimamapo jambo la hofu anavyokuwa leo, Mungu amuondoshe hofu apate umakinifu, ni neema kubwa sana. Ndipo mpaka Mungu akaitaja na akaisimulia, kuwasimulia hawa walioneemeshwa kwa jambo hili la kuondoshewa hofu.
Tunafahamiana vizuri sana. Nyumbani kwako tu Sheikh, ikiwa hofu imetawala, usingizi nzuri hupati wewe, ukoseshe na wenye nyumba wote, au sivyo? Kwa sababu hofu imekutawala. Manake hofu ikikutawala, kopo likianguka tu chooni, na pengine ni katika kufukuzana kwa kibe mende, wakafukuzana wakaligonga kopo, likaanguka. Hofu imekutawala, uweza kupiga kelele ama usipige kelele, ukawasha taa mpaka za jiko la nje ya nyumba. Hayo ukiwasha taa, wasemaje watu wa nyumbani wote? Watababaika. Kuna nini? Mbona kumewasha taa? Ni mzee amesikia matarakasho chooni huko, ama matarakasho jikoni, na pengine mpanya. Lakini angalia, ikiwa mzee hakuna kitu kinachoitwa hofu, mutmainul bal, roho yake tulivu kabisa, nyumba nzima itakuwa tuli, na kila mwenye hofu itamuondoka, au amelala kwa usingizi mzuri akiitakidi ya kwamba mzee wa kazi yuko. Alaysa kadhalik? Hii ni neema moja kubwa sana ambao haifahamikiwi na wengi, na Mungu asema wa qalilun min ibadi ash-shakur. Waislamu watukufu, Ibnul Kamal ametaja kwa Al-Harali kusema, khofu hadharu nafsi min umurin dhahiruha yadhuruhu. Khofu ni tahadhari ya nafsi ya mambo ambayo udhahiri wake ni mambo ya kundhuru yeye. Angalia, kila kitu ambacho waona kwamba kwa udhahiri wake ndhara kwako litakudhuru, huwa na hofu, au sivyo jambo? Ukiona kwamba kwa jambo udhahiri wake hili litanidhuru, utakuwa na hofu. Na ukimuona mtu hufanya hata ambalo la dhuru, lakini hulifanya, mjue kwamba kwa hana nini? Hana hofu, japo kuwa kwa lenye kumwangamiza. Ujue kuna kuwa na hofu hii ambayo tunaizungumza kwenye ukanda wa tafsiri nyingi sana, lakini waweza ukawa we hata huna hofu, lakini huna hofu kwa jambo ambalo ulitakiwa uwe na hofu nalo. Kana mfano, kitu chochote ambacho kitadhuru afya yako, kitu chochote ambacho kitakufilisi, kitu chochote ambacho kitakutoa katika dira yako kama mwanadamu, ulivyokuwa uwe sivyo ulivyo, lazima uwe na hofu na vitu hivi. Na hii inaitwa hofu ya kitabia, si hofu ya kiibada ya unyenyekevu. Mkana uwe na hofu ya kumwogopa nyoka, hukuambiwa ni hofu ibada. Ndovu, simba, chui, alaysa kadhalik? Ukiambiwa uwe na hofu, ni ili usiupeleke mwili wako kwenye dhara, hatimaye utapata mateso ya Mwenyezi Mungu, ambayo ilikuwa uwe na hadhari na kuhofu hizo, na uwe na hofu ya kihakika ambao kwa janibul ibada. Waislamu watukufu, ndio At-Taftazani na yasema, khawf ghammun yalhaqul insana mimma yatawaqqa'uhu minas-su. Hofu ni gham, ni dhiki zinazomkuta mwanadamu kwa ambalo alitarajia huenda akalipata katika mambo maovu. Hiyo ndio maana ya hofu. Sasa Mungu akuondoshe wewe huna fikra zozote ya kuwa na matarajio ambao ni maovu. Kwako wewe neema si neema. Wewe fikra zako hufikiri maovu, wewe hufikiri kwamba kwa mimi kitoka tapigwa, mimi kitoka tauliwa, mimi kitoka ni hivi. Awe Mungu amekuondoshea hilo lote, ukitoka wewe uko sawa tu, waenda tu. Litokea leo nyuma, fabiqadha illahi wa qadari, huanraha iliyoje, kwa sababu anayetembea na Mungu hakumpa neema hiyo ya kumuondoshea hilo, wallahi huwa hata hana raha. Alaysa kadhalik? Nitakupa mfano, wala si mfano wa kisiasa, wala si lengi wote, wala sijui kamwe mimi hayo, lakini nitakupa mfano mmoja. Angalia mimi na wewe maskini za Mungu, au si? Au matajiri?
Ambiani manake na madrasa hakumaliziwa. Sote maskini osi. Tuapata kile ambacho cha kustiri hali. Angalia kwa umaskini wetu, twaweza kuingia kwenye kibanda barabarani tukala. Mfahamu? Ndai kikushika weza kuingia hoteli yoyote ambao waona kwamba kwa mambo mazuri mazuri. Mfahamu? Moyo wako radhi, ule uoshe mkono kalipo toke wende zako. Alesi kadhali wanaambiaje Mr. President yoyote katika dunia? Hawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo ukiondoshewa hofu, neema si neema, ndipo ikatajwa katika Qur'an. Ukiambia wewe umepata amani, amanahum min khawf, mambo ni haya. Wewe utakuwa una watu wako special, hao mvapishi wako tu, usafi wao mpaka kwa saini ya watu ambao pia wewe umewaamini. Na baada ya kupika kwa usafi wa hali ya juu na tarbini za kihakika kuchunguzwa kile chakula, kisha pia kuna na watu wa kuchangulia wao kukionja kile chakula ikiwa kina wasiwasi wafe wao mwanzo. Mwasemaje hapo jamani? Neema si neema? Wallahi yafaa watu wanshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini angalia wana wavuli washane, ndai kikushika kibanda chochote uivurumiza tu. Ukiingia kwenye kibanda hakuna mwanamke hata mmoja hodari wa kupika ambaye ndio nini. Ukiona mpishi kuanzia mwenye kuosha vyombo, maji ya kisampuli, mfahamu? Wapishi sampuli, midume michupu, kimwangalia mtu mkono mishipa tu kwa kukanda ule unga. Lakini angalia utaingia pengine na kanzu yako, uagize ule na utoke, hakuna gonjwa yote nini, hakuna kitu kinachoitwa hofu. Ni neema hiyo jamani. Wewe ukiambia umetajwa hofu, basi usiende kwa upande mmoja pande. Yani hakuna kitu kitwaje katika Qur'ani tukufu ambao ina mkabala wa neema ya Mungu kwetu isipokuwa huwa kina upana gani. Ni kweli si kweli? Naam, angalia tuko huru, alhamdulillah rabbil alamin. Watembea utakapo, hatulindwi na yoyote, lakini tukiitakidi kwamba kwa mlinzi wetu nani? Allah tabaraka wa taala. Tena angalia ulinzi wa Allah tabaraka wa taala kwambia lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi. Hata hakusema wata ile ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ile ni idara kando ya kazi kando. Lakini angalia ukisoma Allahu Mwenyezi Mungu ajua kullama tahmilu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Ukizisoma hizi aya utakwenda kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua mnayoyafanya kwa siri na dhahiri, usiku na mchana, kwa sababu ana security kali amekuwekea wewe, simlizi mmoja mbele yake tena na nyuma yake. Tena subhanallah akasema yahfadhunahu min amrillah, kikosi hiko. Tena angalia wama ya'lamu junuda rabbika, hakuna anayejua majeshi ya Mungu isipokuwa yeye. Na yeye Mungu asema nimemwakilishia walinzi, hatujui idadi yake. Yahfadhunahu min amrillah, wanamuhifadhi mwanadamu kwa amri ya Mungu. Ndio kaona angalia tuwatembea mtu peke yake, atembea aenda arudi atakavyo nini, kumbe kuna anagadi kali na security ya hali ya juu inamuhifadhi yeye kwa amri ya Mungu. Na maadamu inamuhifadhi kwa amri ya Mungu, hawa wenye kutukua jukumu la kukuhifadhi la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna. Angalia tuna wasiwasi, lakini angalia ile rais subhanallah, ina presidential guard, ina presidential escort, ina nini ina mabodyguard, sampuli ni nini kweli? Wallahi alazim, ni Qur'ani yetu tukufu, ni kitu kinatoitwa hofu iko kwenye mafhumu ya ikhwata al-iman. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu wa amanahum min khawf, unatakiwa mshukuru Mungu sana. Angalia kwa kuzidisha upanuzi wa Qur'ani na kwa faida yangu na kwa faida kwa yako. Angalia wewe ndugu yangu Muhammad, iwapo utasimama na mwingine yoyote katika sisi, ikawa kila mmoja kwako amepacha kwako kitu kinatoitwa usawa, mtu akapata adala kwako. Mathalan
umenifanyia kazi, sikukudhulumu, jasho halijakauka kakupa haki yako, mafhumu, nikaja kukopesha kwako kakulipa kwa tahdidi ya tarehe tulivyoagana, mafhumu, na ukaja kila nilitakalo kwako mimi hupacha mazuri tu na wewe kwangu hupacha mazuri, mimi takuwa na wasiwasi gani kwako? Ama takuwa na hofu gani kwako ya dhara langu nitakalolipata mimi kupitia kwako? Usawa umeipata, sikukunyang'anya, sikukujepea, sikukudhulumu, sikukupiga, sikukulia mtu wako, sikukufanyia lolote. Mimi tatembea katika dunia hii ikiwa hurra, kwa sababu watu wote wako kwenye usawa. Ndipo Umar akaweza kulala chini ya mti na iburangeti alilolifinika nda kushanuka shanuka la zamani, lakini likanstaajabisha mtu wa Fursi ambaye raisi wake huwa na security ya hali ya juu. Alipofunga safari nenda kuntembelea huo kiongozi wa Kiislamu, lakini alisema jamani, na wauliza mimi tamuona ama nenda kujisumbua nafsi yangu kwenye Ramadhani? Manake ikiwa watawala wa kwetu wa Fursi security ni hali hii, huwezi kumuona kamwe huyo ambaye ametawala dunia nzima ilahi, tamuonaje? Lakini takwenda. Alipokwenda huntefuta Umari, huntefuta ikulu yake, mara upicha tini ya mti, humuuliza jamaa, mimi nimekuja kuntembelea huyo kiongozi wa Kiislamu, uko wapi? Ule bwana mwambia bikulli sarahatin wa razanatin, ule pale huntefuta kiongozi ule upi ule tini ya mti. Akitazama kumwangalia shekhe, iburangeti limeshanuka shanuka na nzee utoa koromo, usingizi wa kina. Usingizi wa koromo si usingizi wa matezo shekhe, ni usingizi wa mbali. Alisimama mpaka kasema ale sasa, waraa sahibu Kisra an raa Umaran baina ar-ra'iyati utlan wa huwa ra'iha wa ahduhu bimuluki al-Fursi anna laha suran min al-jundi wal-ahras yahmiha, ra'ahu mustaghriqan fi nawmihi fara'a fihi al-jalalata fi asma ma'aniha fawqa ath-thara fawqa at-turabi fawqa ath-thara tahta dhilli ad-dawh mushtamilan biburdatin kada tulu al-ahdi yarwiha fahana fi aynayhi ma kana yukabbiruhu min al-akasiri wad-dunya biaydiha wa qala qawlata haqqi asbahta mathalan amshiri yawma asbahta mathalan wa asbaha al-jilu ba'da al-jili yarwiha. Kisha akamwambia aminta, sikia maneno, aminta lamma aqamta al-adla bainahum fanimta nauma qariri al-aini haniha. Mafhum? Kwa nini hakuna kitu kinachoitwa hofu? Waislamu watukufu, ndipo Ar-Raghib al-Asfahani akasema hivi, hofu ambao ni neema kubwa, tawakku makruhin, ni kutawakka, kutarajia jambo tukivu utakalolipata, an imaratin madhnunatin au maaluma, na uongozi wa shaka ama uongozi maalumu usio na shaka. Hata tukisherehesha sana mtakuja kunena tumekusudia, na yote yako katika sura Quraish. Wallahi, angalia maneno, hofu ni ukawa na tawako. Mimi natawaka hapa tapata mambo, hapa tapata jambo nsilolipenda, kutokamana na uongozi wa dhana shaka ama maalum. Huu uongozi ambao nimeupata hauna shaka kabisa, nimeupata kihalali, lakini pia ukawa unatawaka juu ya kuwa nimeupata kiusawa, lakini mimi nina wasiwasi na huu uongozi wako na umeupata sawa. Haije ikiwa madhununa, hofu itakuwa ni ya kiasi gani? Ndio wewe ukiaminishwa na hofu umepewa neema kubwa sana. Alaysa kadhalik? Ya salam, neema alkitab. Na ni haki kitabu hiki kuwa ni kitabu mu'jaz alladhi la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Kama anna ar-raja, kama ambavyo matarajio, tawakku mahbubin kadhalik, ni kutawaka chenye unachokipenda hivyo hivyo. Wewe matarajio yako hiki ninachokitarajia kiwe ni mahbub, lakini pia ukawa
kuna hofu nsije kacheseka kwa ninachokipenda. Mafhumu ikhwata al-iman? Tayib, wa dhidduhu, lakini kinyume na hiyo hofu, al-amnu, ni ile amani anayoipata mtu, wa yustamalu fil umuri dunyawiyya wal ukhrawiyya, na hutumika katika mambo ya kidunia na mambo ya kiakhira. Tayib, Ar-Raghib al-Asfahani katika mufradati kisha kasema, wal khawfu min Allah, na hofu ya kutokamana na Allah, ile hofu ambayo wewe wanamuogopa Allah, la yuradu bihi ma yakhturu bil bal, halikusudiwi lilo linalopita kwenye akili, minarru'bi, kutokamana na babaiko la kuogopa, kastishari alkhawfi min alasadi, kama kuhisi hofu ya kumwogopa simba. La kuwa na hofu ya kumwogopa Mungu sio hofu ya hisia zako ya kumwogopa nani? Ya kumwogopa simba jamani. Bal inma yuradu bihi, bali hukusudiwa hiyo hofu ya Allah, al-kaffu anil maasi, mtu kujizuia na maasiya, wa ikhtiyaru taati, na mtu kuchagua la toa. Hiyo ndiyo hofu ya Allah. Walidhalika qila, kwa hilo ndiko kukasemwa, la yuaddu khaifan man lam yakun lidhunubi tarika. Sikiliza maneno makali wanavyona. La yuaddu khaifan, hahisabiwi mtu kuwa ni mwenye hofu, man lam yakun lidhunubi tarika, ambaye si mwenye kuacha dhambi. Wewe ati huati dhambi kisha sema una hofu? Hapana, wewe huna hofu. Yule mwenye hofu ni yule mwenye kuacha dhambi. Lakini ikiwa wachangaza hofu na huati dhambi, wanavyoni waheshimiwa wanatuchangia kwa kutuambia hivyo. Watakhwifu min Allah ta'ala, na hofu ya Allah aliyetukuka, au kukhofisha watu na Allah aliyetukuka, huwa alhathu ala taharruzi, ni kuhimiza juu ya mtu kujihifadhi. Wa ala dhalika qawluhu ta'ala, dhalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu, kwa hilo ndilo ambalo Mungu anahofishia waja wake. Haya yako kwenye peji 448 katika Mufradatu Alfadhil Quran liraghib al-Asfahani. Aqwalu ahli al-ilm fi al-khawf wa amanahum min khawf. Abu Hafs asema, al-khawfu sawtu Allah yaqumu bihi ash-sharidina an babi. Hii khawf, sautu ni kikoto cha Allah husimama nacho watandikwa wale ambao ni wenye kukimbia na mlango wake. Ona maneno hayo. Wakala, kisha kasema, al-khawfu sirajun fil qalbi, khofu ntaa katika moyo, bihi, kupitia kwa hiyo khofu ambayo ni taa, yubsiru ma fihi min alkhairi wa shari, mtu huona yaliyomo ndani kutokamana na khairi na shari. Hofu gani hii sasa ambao ni aqwala ahlul ilm? Hofu ya taa, hofu ambayo ni ya ibada, at-tadhallul, al-khashya. Hofu hii ambayo mwelekeo wa kiibada, kwenye kutofautisha hofu zote kwa mujibu wa hii aya. Abu Suleimani anasema hivi, ma faraqa al-khawfu qalban illa kharaba. Sasa hii ni hofu ibada ikhwa, mfahamu? Si hofu ya kuogopa simba ama kuogopa mwizi. Ma faraqa al-khawfu qalban, maana hofu hii sasa ambayo naizungumza yatakiwa kila mtu awe nayo, kwa sababu ni hofu ibada. Fala takhafuhum wa khafuni, fala takhshawhum wakhshawni, khawfan wa tamaa, na nyinginezo katika aya. Fa iyaya farhabun, fa iyaya farhabun. Mafhumu? Zote hizi ni hofu ambazo ni ibada, kujidhalilisha kwa Mungu kiibada. Sikiliza anavyosema, ndipo akasema hofu ni taa, hii tunataka niwe nao na uwe nao. Bihi yubsiru ma fihi min alkhairi wa sharri, kwa taa hiyo huona yaliyomo ndani kutokamana na khairi na shari. Abu Suleimani akasema, ma faraqa alkhawfu qalba, hofu haikujitenga na moyo.
ukawa hii hofu imejitengana mwa, mfano moyo wako hauna kitu kinatoitwa hofu, illa kharaba, isipokuwa moyo huu hupasuka, huwa moyo gofu. Mafumu? Kitu kuwa kigofu huwa ni kitu kitupu kisichokuwa na kitu, au sivyo? Tukiita nyumba igofu kikwetu, huwa nyumba ilombiriwa, iloatwa ndani mijoka na mijini, au sivyo? Na watu huogopa kuingia katika mijumba migofu. Na ukiomba mbona wengi kwenye nyumba igofu, usema nchupu, haina chochote. Na waliomo majini kwenye hilo jumba igofu, kwa sababu ndio makao yake. Mwafumu ikhwa? Angalia ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innal ladhi laysa fi qalbihi shay'un min alqur'ani kalbaytil kharabi, hakika yule ambaye hana chochote katika moyo wake katika Qur'an. Mtu Muislamu hana katika moyo wake chochote katika Qur'an, hajui, hasome, haisi Qur'ani. Mtume elewa kwambia kalbaytil kharabi, ntonka na ijumba igofu. Haya mwanecho, inyumba igofu wa makao yake na nani? Ndipo ikawa venye kupanda vazuka wamekuwa wangi kwenye dunia hii. Hamuoni mambo? Hawa vazuka na mashetani wamechacha kweli kweli. Wacho wamekuwa hutolewa majini tu. Kila mvonayo na jini, kila mvonayo na rohani. Kunani kweli? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa waniabudu mimi. Lakini angalia hata lile jukumu lao tumewakosesha kwa hofu nyingi zetu, kuogopa wao. Na Qur'ani imetupa taabiri ya maneno yao kwa sura iloitwa kwa jina lao, na wao wenyewe wakisema kuwa sisi tulipoisikia Qur'ani tulifanya uamuzi wa kuiamini tu. Inasemaje? Wa anna lamma sami'na alhuda amanna bihi. Allahu akbar. Mwanadamu lao kwamba kwa tuielewa hii Qur'an, sisi ni ashabul Qur'an, tusingedhalilika hivi tukawa na hofu ya majini, tena hofu ibada ambayo yastajika Mungu. Sisi tulipoisikia Qur'ani, majini jamani hutuambia amanna bihi, tuliamini. Kisha hii sura ukisoma mwanzo mpaka mwisho sema sisi tulipoisikia tulirudi kwa watu wetu pia kwenda kuwafanyia ulinganizi na wao waisome Qur'ani. Lakini mwanadamu mhusika alobebeshwa jukumu la Qur'ani, wao wenyewe huhusiana kuambia wengine la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi. Majini wanasema sisi tulipoisikia tuliamini. Wanadamu wasema walipoisikia wakawa wengine huhusiana la tasma'u, wale walisikia wakaisikilizisha kwa wenzao. Sisi twahusiana, musisikilize Qur'ani, msisikilize mtume anaposomesha Qur'an. Ama ikiwa hamna budi mpaka munsikilize, walghaw fihi, mkenda fanyeni upuzi. Yeye akiwa usoma Qur'ani huko pigeni magumzo. Ikiwa yeye pengine hutafsiri ahkam, na nyinyi fanyeni baraza lingine. Si umeona, utaona pengine tuwalenga watu wasio jamaa. Sallallahu alaihi Qur'ani jamani. Ni hivi. Pengine nitakuwa mimi hapa ni katika shahru Ramadhani al-Mubarak na kitafsiri kitabu cha Mwenyezi Mungu. Nao tulikuwa tukiona na watu wako pembeni pale, wengine wako nje kule, kupiga story zao, hata habari takuwa hazikuingia. Hapana, ni haya ni kama hapa utafsiri Qur'ani huko kule cha story zako ni vipi? Kesi tanda vipi kweli? Hao wamepeleka jamaa wana mawakili 70 huku tafsiri wa Qur'ani hupanga kesi za nasa. Angalau wacho hapa ni hiyo, la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi. Mbona walghaw fihi? La'allakum taghlibun, huenda mkashinda. Manake uleta una makuruh. Mtume angalia mimi husoma Qur'ani sisikizi, watu ni dhara wapotelea mbali. Nini majukumu hiko? Ndakifunga kitabu tayari watu furahi. Qur'ani hii ni tiba jameni.
nasallallahu salama. Haya, sikiliza hapa, ndio ikaitwa suratul jinn. Asokuwa na chochote katika Qur'ani kana Baitul Kharab. Kisha majini angalia akasema hii suratul jinn wa annahum kana rijalun minal insi wa islam wa annahum kana rijalun yaudhuna fazaduhum, ni tabiri ya majini. Hakika wamekuwa wanaume katika wanadamu, wanataka kinga na hifadhi na tegemeo kwa wanaume katika majini. Wamemwata nani? Mungu akawazidishia upotevu. Na ni kweli, angalia jini ya kumwamrishapo na Mungu wa jini ya kuamrishapo, kwenye kutekeleza kwako amri kwa wepesi ngwapi? Kwa jini kuliko kwa Mungu. Tuielewe ni Qur'ani na Mungu atupe taufiki. Mungu akikwambia tinda kwa sadaka, au akikwambia chinja, umefanya jambo lolote katika manasikul haji kule, ukapotea mahesabu kidogo, ukawa lazimika kuchinja, waweza usichinje. Katika sunna thabita waambiwa chinja siku ya 7 ama chinja siku ya 14, si ndio? Ama chinja siku ya 21, ama chinja wakati wowote Mungu atakapokupa wasaa. Shikeni hilo, hata mimi nilikuwa kielewa hivi. Kielewa kuchinja siku ya 7 na siku ya 14 na siku ya 21. Zikipita siku hiyo hufai kunchinjia mtoto wako hakika. Kumbe shekhe, wasaa upatapo, hata ule mwanao akawa amekuwa kizere, lakini sasa baba mmepata wasaa sasa wa kumfanyia mwanangu hakika, mfanyeje? Mfanyie. Wangapi wanaofanya hakika? Ni wachache sana. Lakini leo jini, ukenda kwa mganga, basake mganga ndiye wakili wa jini. Na vitabu vyetu vya Kiislamu vatuambia as-sahiru wash-shaytanu qarinani ishtaraka fi ma'siyatillah. Jini na nchawi ni marafiki wawili wa dhati waloshirikiana katika kumwasi Mungu. Na kila nchawi akiwa mkorofi wa uasi, ndio pendo la jini huwa kubwa kwake. Ukiwa mkorofi wa kwasi, ikiwa jini kwambia kojolea swafu, na lile nchawi likafanya mbinu mpaka swafu kukojolewa, jini atakuwa akisikiza kweli. Hatukuambiwa sisi tufanye sunna ya udhia kesho kutwa, lakini angalia wengi hivi sasa wametegemea tu kwamba kuwa watakaochinjwa kwenda kufanya laini kupacha kinofu. Lakini hakuna ambaye fikiria mimi nataka mara hii na mimi pia mfanyeje? Mchinje. Huu ndio ukweli. Lakini angalia lao atataka jini unchinje, wewe halitwi jua hata kama kwa kukopa. Sasa ndio ukaona majini wamezidi kutawala watu, kwa sababu siku zote Waislamu wenye kusema wanasema hivi, wakun ala hadharin linnasi tasturuhu, kamaliza, wakun ala hadharin linnasi tasturuhu. Hata ukiwa na hofu na hadhari ya kitu ama hadhari ya mtu, ile hadhari yako ifiche, usidhihirishe. Usidhihirishe wewe kama unakuogopa wamuogopa mtu fulani, kwa sababu mwenye kujua kama wewe wamuogopa hata kudirikisha kuvuta pumzi, kwa sababu ashajua fulani ananogopa, atakufanyia kila vioja. Wakuna ala hadharin linnasi tasturu wala yaghurrannaka minhu thaqru mubtasimin wala tashukku ila khalqin fatushmitahu shaqwa aljarihi ila alghirbani warrahim. Lakini pahala pa kutoka ushuhuda, hata kama fulani wamuogopa, usidhihirishe kuogopa kwako. Ukidhihirisha, Allahu akbar, itakuwa hafanyi kazi tena, takuotea tu baraka. Wait, lisitwe nitaka 2000, tazitoa hata kwa kuvunda duka. Tumeelewana jamani? Na jini alipojua ya kwamba wanadamu sasa wana hofu sana kutuogopa, ndio walitawala. Sasa watu wengi wametawaliwa na mashetani jamani, wametawaliwa sana na mashetani. Nasallallahu salam. Yote hayo yana mzunguko ya wewe ukipata neema ya Mungu kukuondoshia kitu kinatotoa hofu, huwa umepata neema moja kubwa sana. Waislamu watukufu,
Ibrahim ibn Sufyan yeye asema kwa kumalizia, idha sakana al-khawfu al-quluba, hofu ikitulia kwenye nyoyo, aharaka mawadhi ash-shahawati, huenda kuchoma sehemu zote za shahwa, minha katika hizo nyoyo, wa tarada dunia anha, na huifukuza dunia. Mafhum? Hofu yako ikiwa imekutawala, hofu ya ibada, basi inshallah mawadhi ash-shahawat zote zitachomeka kwa sababu ya hofu yako ya kumwogopa Mungu. Wa dhannun yaqul annasu ala at-tariqi ma lam yazal anhum al-khawf, watu wako katika barabara ya sawa tu iwapo hofu bado iko kwao. Fa idha zala anhum al-khawf, hofu ikiondoka kwao, dhallu anit tariqi, watapotea na barabara ya sawa. Haya yako katika Madarijus Salikin, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, juzu ya kwanza safha 513. Na Ibn Hamdan yasema, wa qara'tu bi khatti abi, nilisoma maandishi ya babangu. Sikiliza maneno, nilisoma maandishi ya babangu. Samitu Aba Uthmana, nilisikia babake Uthmani asema, al-khawfu min Allah yusiluka ilayhi, hofu ya kumwogopa Allah hukufikisha wewe kwake. Wal-ujbu yaqta'uka, na kujisikia na kujionyesha hukukata wewe na Mungu. Wahtiqaru nasi fi nafsika, na dharau yako ya kudharau watu. Wewe ukiwa una sifa kudharau watu, maradhun la yudawa, huu ni ugonjwa usiokuwa na dawa. Ikiwa wewe una ugonjwa wa madharau, hauna tiba. Yako katika Sifatu Safwa, juzu ya 4 safha 105. Abu Suleiman ad-Darani na yasema, inna nafsa, hakika nafsi, idha ja'at wa atishat, inapokuwa na njaa na kusikia kiu, safa alqalbu wa raqa, ule moyo husafika na ukawa mwepesi. Wa idha shabi'at, nafsi zikishiba saa zote kuchia richu tu, alaysa kadhalik, saa zote ula tu. Warawiyat, na saa zote kahuna kiu wewe, ami alqalbu, hupofoka ule moyo. Ni kweli jamani, kwa sababu hapa katika vilma vya Tarawih nilizungumza kuwa athari ya kula sana yalivyozungumzwa na wanavyoni. Waqala, kisha kasema, miftahu dunya ash-shabu, funguo za dunia siku zote nshibe. Funguo za dunia nshibe siku zote, shibe tu, hushikuna nda, sio ndio funguo za dunia. Kwa sababu wewe huwezi kutukua dira ya kuhisi wanaohisi wenzako ambao hawana shibe. Ndipo ukaona, angalia hata watoto wetu, kusema ukweli sote nkina baba, usi wasemaje watoto wetu? Kikwetu sema kwamba kuwa Kikwetu sema wanagogi. Kwa wanagogi mwacho wale waloshiba hawana hamu tena chakula. Ambapo iko chakula, kuna watu shekhe hukitefuta hata kama nkilalo cha siku 3 kwao huambiriani moto hata kufunguliwe tasa. Lakini angalia wana wetu wamezidi kukosa adabu, wamezidi kuwa wavivu, minyangarika hivu chako kutu tuchomwa roho zetu. Nini nshibe? Ni mtu asubuhi hana wasiwasi wote, takupiga mahamura yake 9. Mafhumu? Mwana hebu kama huu shekhe, maamri 9 si mauti ha? Au sivyo? Ikifikia saa 4 tayari ataka shilingi 50 za break, shilingi 50 jamani, hata wakati wetu hatukula break ya shilingi 50. Au sivyo? Na wewe baba hukupata hiyo break asubuhi, hukumpa, wallahi utatoka kazini uhakikishe saa 4 uko skuli, fanya nini? Sasa angalia, hawana uchangamfu wa ibada, hawana uchangamfu wa kusoma, hawana uchangamfu wa nini? Kwa sababu gani? Hawajui ile dhiki za ndaa. Tumalizeni jamani. Wa miftahul akhirah al-juu, funguo za akhirah ni njaa. Ni kweli, yani siku zote ukawa sikupata tu wewe unanakukosa, sio? Basi utanjua anayekupatisha mpaka ukapata nani, na anayekukosesha mpaka ukakosa ni nani. Wa aslu kulli khairin fi dunya wal akhirah, na msingi wa kila khairi katika dunia na akhirah, al khawfu min Allah azza wa jalla, ni kuwa na hofu wa Mwenyezi Mungu. Haya katika Jami'ul Ulum wal Hikam, yani volume ya kwanza safha 43. Ibn al-Jawzi rahimahullah na yasema, ta'ammaltu halatan az'ajatni, nilitamali hali ikanishtua, sasa ikanibabaisha. Wa huwa, nayo hali yenyewe, anna rajula, ni kwamba mtu, sikilizeni maneno ya waheshimiwa wanavyoni,
qad yaf'alu ma imra'atihi, mtu huenda akafanya kumfanyia mke wake kula jamilin, kila jambo zuri, wa hiya la tuhibbuhu, na ule mke akawa hampendi. Sikilizeni maneno hayo. Nimetamali, Ibnul Jawzi asema, nimetamali hali ilonishtua sana. Naoni kuwa mtu aweza kufanya kila jambo kumfanyia mke wake, kila jambo zuri, na mke akawa hampendi. Wakadha yafalu ma sadiqi, sikiza, hivyo hivyo aweza kufanya kumfanyia rafiki yake kila jambo zuri, wasadiqu yubghidhuhu, na ule rafiki akawa pia humbughudhu na kuntukia. Ndivyo ilivyo dunia, ndivyo walivyo walimwengu, wasi walivyo walimwengu. Sikilizeni maneno. Waqad yataqarrabu ila sultani, sikiliza maneno, na huenda mtu akajikurubisha kwa kiongozi sultan, bikulli ma yaqdiru alayhi, kwa kila analoliweza akajikurubisha kwake. Wasultanu la yu'thiruhu, na ule kiongozi mwenyewe akawa hata hamchangulizi mtu, hata hamweki mbele kwa lolote. Fayabqa mutahayyiran, mtu anaojikurubisha kwa viongozi na kwa ule kiongozi hamweki mbele kwa lolote, akabaki ni mwenye kubabaika. Yaqulu, akawa anasema, mahilati, hila zangu ni mfanye hila gani mimi? Fakhiftu, sasa kwa mfano huna hali hii, mimi nikaogopa, khiftu min al-khawf, nikaogopa an takuna hadhihi halati ma'al khaliqi subhanahu. Angalau ni mfano tu, anapokupeleka mbali, naogopa hii isiwe kwa ndio hali yangu na muumba wangu aliyetakasika. Ataqarrabu ilayhi, kawa najikurubisha kwake, wa huwa la yuriduni, naye Mungu akawa hanitaki. Warubama yakunu kad katabani, na huenda ikawa pengine ameniandika mimi, shaqiyan, kuwa mtu muovu, fil azali, toka zamani. Wa min hadha khafa al-Hasan, ndipo kwa hili al-Hasan akaogopa. Faqal akhafu an yakuna tala ala ba'dhi dhunubi, mimi naogopa isiwe ikawa Mungu amefahamu na kuona baadhi ya madhambi yangu. Faqala, kisha yeye Mungu akasema, la ghafartu laka, sikusamehe. Mimi hofu yangu ni hiyo. Kwa hivyo wewe ukiaminishwa na hofu katika hii aya ya mwisho, ni neema kubwa ulioneemeshwa na Mola wako. Angalia juzu ya kwanza safha 243 katika Saidul Khatir, na katika Aqwalul Mufassirin Ibn Kathir asema katika neno la Mungu, al-khashi'ina wal-khashi'at 35 ahzab. Al-khushu' ni kuogopa, unyenyekevu, as-sukun utulivu, watumanina, watauda, walwaqar, watawadhu, yote kwa maana mmoja. Walhamilu alai, na lenye kubebea hilo, alkhawfu min Allahi ta'ala, ni hofu ya kumuogopa Mungu aliyetukuka, wa muraqabatu, na kufanya muraqaba kwamba Mungu nilifanyalo hata kama sionekani na macho ya watu, lakini jito la Mungu lafanyeje? Laniona. Tafsiri Ibn Kathir juzi ya 3 safha 646. Na Ibn Ashur asema, wa kaanna almurada bil khashi'in, kamba kwamba makusudio ya al khashi'ina huna hapa, al khaifuna ni wenye hofu, nadhiruna fil awaqib, wenye kutazama mambo mwisho. Fatakhifa alaihimul isti'ana, basi ule isti'ana, msada, ukawa mwepesi kwao, bisabri wassalati, kwa kusubiri na swala, ma'a ma fi sabri, pamoja na yanayopatikana katika kusubiri, minal qam'i linnafsi, katika kungoa yaliyomo kwenye nafsi, wa ma fi salati, na yanayopatikana katika sala, minaltizami awqati muayyana, kwa kujilazimisha na nyakati ambazo zimebainishwa, wa taharatin fi awqatin, na utahara kwenye nyakati, kad yakunu lilabdi fiha, huenda ikawa nyakati hizo kwa mja ishtighalun, ajishughulisha, bima yahwa, kwa anayoyapenda, au bima yahsulu minhu malan, au kwa mambo ambao huenda akapata mali, au ladha, au akapata ladha. At-Tahrir wa Tanwir juzu ya kwanza safha 274. Mwisho ni maneno ya Qurtubi, asema fi qawli llahi ta'ala, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, hawa ni wale ambao Mwenyezi Mungu kawafanyia mtihani nyoyo zao kwa ucha Mungu. Lahum maghfiratun, wana maghfira, wa ajrun adhim. Hujurat aya ya 3 asema taharahum, amewatahirisha wao, min kulli kabihin, na kila ovu, wajaala fi qulubihim, akaweka katika nyoyo zao, alkhawfa min Allahi, khawfu kutoka kwa Mungu. Tafsirul Qurtubi juzu ya 18
safha 261. Ndipo Mwenyezi sema li ila fi Quraishin, mazoea ya Makuraish, ilafihim, mazoea yao, rihlat ash-shita'i was-sayf, safari ya kusi na kaskazi. Falyabudu rabb hadha albayt, na wamwabudu mola mlezi wa nyumba hii, alladhi at'amahum min ju'in, ambaye amewalisha wao kutokamana na njaa, wa amanahum min khawf, akawaaminisha wao, akawapa wao amani kutokamana na hofu. Biidhnillahil karim, wiki itakokuja Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima, tutaingia katika suratul Fil. Alam tara kaifa, uangalie kuangamizwa watu kwa kutaka kuivunda Al-Kaaba. Sura hii ilibaki kwa wale tu, ama hii sura kwetu pia hutu nini? Taitafsiri ni waonyeshe aqwalul mufassirina kwamba wale makusudio, lakini kila mwenye hili atafikia walilolifikia, na nitaivuta zaidi sura kwenye wakati tulionao kuliko kuizungumza wakati uliopita, kwa sababu vituko tulivyo navyo sasa twaona hata vashinda vituko vilivyopita kwa watu waliotutangulia. Ja'alana Allahu min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.